Kusema kweli, hapa Bwana Raila Amolo Odinga ni kati ya wale viongozi ambao wamebobea na wamekomaa kisiasa. Na katika Kenya kuna sehemu mbili, watu wa kutoka Western na watu wa kutoka sehemu za Nyanza ndio watu ambao wana msimamo mkali sana wa kisiasa. So mimi kwa sababu gani nimesema hivyo? Huyu Bwana Raila mwenyewe ndio aweze kutoa yale maamuzi ambayo ametoa. Kuna vitu amegundua, vitu kama ambavyo ndio vilikuwa vinamsababisha yeye kuwa very powerful katika siasa. Kwanza, mwanasiasa ndio awe yeye ako very strong and very powerful, ni lazima awe na stronghold. Na Bwana Raila amegundua hivi sasa na hana stronghold yoyote katika hii nchi. Kitu ya kwanza amegundua. Kitu ya pili, ndio wewe uwe very strong na very powerful, lazima uwe uko na backup ya makabila kutoka sehemu ambazo ni sehemu ziko na watu wenye hesabu kubwa ya kura. Raila amekuja kugundua wale watu wenye walikuwa na backup katika chama chake ndio kinamwezesha yeye kuwa powerful. Wamemuondokea, wamemuacha, kama vile jamii ya Wakamba, kama vile jamii ya Wakisii, kama vile jamii ya Wabaluya. Ndio hiyo kitu imemfanya Bwana Raila akagundua kweli mimi si yule Raila wa kitambo. Na kilichonisababishia mimi ni kwa sababu ya muungano wangu na nani? Bwana Ruto. Raila hakuwa na budi. Baada ya kugundua hilo, yeye hakuwa na budi ila kuamua kuachana na Ruto ili aweze kurudisha umaarufu wake. Mimi ningelikuwa nina uwezo wa kufika karibu na Bwana Raila Amolo Odinga. Yule ni mzee wetu ambaye yeye anaweza kuwa mshauri mkubwa katika marais wote watakaokuja hapa katika hii nchi, na sisi tunamheshimu sana. Mimi ningependa kumshauri namna hii Bwana Raila. Kama kweli mzee baba yetu wewe ungetaka umalize siasa ya Kenya vizuri, kumalize historia yako ya siasa ishe vizuri, mimi ningependa umuunge mkono kijana wako ambaye amekusapoti kwa muda mrefu sana, ambaye anaitwa Dr. Stephen Kalonzo, kwa sababu Dr. Stephen Kalonzo ana uwezo wa kubadilisha hii Kenya na akaileta Kenya katika sura mpya, na hana sifa zote ambazo kashfa ambazo zinawafuata viongozi wengi. Huyu bwana hana. Halafu ujumbe wangu mwingine unaenda kwa Bwana Riggy G. Bwana Riggy G, sisi tunakupenda, sisi tunakutambua wewe ni nani, kwa sababu sisi tunajua hata wewe kuondolewa kwako katika serikali, wewe umeondolewa kisiasa. Na mimi nilikuja kugundua kwamba Bwana Riggy G, you are a very powerful politician. Kwa sababu ya mimi kusema hivyo, wewe ulikaliwa na viongozi watatu katika hii serikali, na viongozi wote ni viongozi wakubwa sana. Kwanza ni sitting president, wa pili ni former president, alafu watatu ni former prime minister. My friend, my big brother Riggy G, we love you so much. Hata hii unaona hii mambo hii watu wanasema katika Kenya ati Bwana Riggy G ni mwanasiasa, Bwana Riggy G ni mkabila. Hii maneno imetembea sana, lakini wao watu wanaosema hivyo ni those people who get you wrong always. Ni watu ambao siku zote unapoongea huwa wanakuelewa makosa. Mimi nikiulizwa kuhusu wewe, katika huo msemo wako huwa unapozungumza unapenda kutaja Mount Kenya, watu wa mlima. Bwana Riggy G, wewe ni kiongozi ambao unapenda jamii yako sana, na si ati ni kwa sababu wewe ni mkabila. Wewe unatamka Mount Kenya, mlima, kila wakati kwa sababu unataka kuteka wale watu wako wajue wewe kwamba ni kiongozi wao na utasimama na wao wakati wa shida zozote. Yani wewe unajenga imani yako na watu wa Mount Kenya, kwa sababu aliyekuwepo mwanzo ni kitambo ni mwingine. Sasa wewe vile umeingia sasa kutetea watu wako, ni lazima ujenge imani yako na watu wako, na njia ya kujenga imani yako na watu wako ni wakati unapoongea uwe unawataja. Kwa hivyo hiyo haimaanishi kwamba wewe unapokuwa kiongozi ati utakuwa unasaidia watu, hapana. Kwa sababu gani nimesema hivyo? Wewe tayari mahali huko una communicate, hata hao viongozi wamekuzunguka si wa Mount Kenya wote, ni wa kutoka sehemu tofauti. So kwa hivyo hiyo ni lugha ambayo inatumiwa na watu kukupiga kisiasa. Kwa hivyo Riggy G, wewe si mkabila, tunakutambua. Na ushauri wangu mimi kutokuja hapo kwako, mimi nakushauri bwana, mimi naomba
huyu bwana Steven Kalonzo Musyoka, naomba umwezeshe huo uwezo unao bwana Riggy G wa kuweza kumpatia uwezo wa kumweka bwana Steven Kalonzo kuwa flag bearer. Kwa nini mimi nimekuomba namna hii? Ni kwa sababu bwana Riggy G, unamwona bwana Steven Kalonzo Musyoka, yeye ako katika midomo ya Wakenya wengi sana. Ni kwa sababu huyo kiongozi amependwa na watu na hana kashifa nyingi sana. Na kuna watu wengi katika hii nchi bwana Riggy G wanataka kumjua Steven Kalonzo ni nani. Na ukiwacha kumtumia huyu bwana Riggy G, bwana Kalonzo, opponent wako kuna uwezekano akamtumia bwana Steven Kalonzo kurudi katika serikali. Na ujumbe huu naomba ukufikie na utakuja mark my word bwana mheshimiwa. Shukran sana.